أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. sana anasema nilikuwa naeleza kumbukumbu za vita vya Uhud na sira tukufu ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam. Maelezo yake mengine ni kama yafuatayo, ya kwamba mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipopiga kambi katika medani ya Uhud, hapo kwa upande mmoja ilikuwa ni mlima wa Uhud ulio nyuma ya jeshi la Waislamu, ambao kwa sababu yake jeshi la Waislam lilikuwa limesalimika na uvamizi kutoka nyuma. Japo upande mmoja ilikuwa sehemu nyingine ya mlima, na sehemu hiyo ilikuwa na namna yake ya kwamba maadui wangeweza kuwavamia Waislamu kutoka hapo. Hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akihisi hatari na tashwishi, mtume sallallahu alaihi wasallam akihisi hatari na tashwishi hii, akamteua Abdullah bin Jubair kama kiongozi wa maswahaba 50 wenye kurusha mishale, na akawaweka juu ya mlima huo, muongozo ambao mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewapatia. Kuhusiana na hilo, katika Bukhari maneno yanapatikana ya kwamba in raaitumuna takhtafu na tayru fala tabrahu makanakum haza hatta ursila ilaikum wa in raaitumuna hazamna alqauma wa autanahum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Alisema ya kwamba hata mkituona ya kuwa ndege wanakula maiti zetu, hata hivyo msiache mahala penu mpaka ni watumieni ujumbe, na mkiona ya kwamba sisi tumewashinda maadui na sisi tumewaangamiza, hata hivyo msipaache hadi mimi ni watumieni ujumbe. Kuna riwaya nyingine ya Bukhari inayosema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kuwa nini msiache mahala penu mkituona kwamba sisi tumewashinda, na msipaache kama mkituona ya kuwa wao wametushinda, nini msitusaidie katika hali yoyote iwayo, nini msiache mlima huo. Mwandishi mmoja wa sira anaandika ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema nini muwazuie makundi ya maadui yenye farasi ili wasiweze kutushambulia kutoka nyuma, na sisi tukipata ushindi muendelee kubaki juu ya mahala penu ili wao wasije wakaja kutoka nyuma yetu. Nini mubaki pale pale na msipaache, na mkiona ya kwamba sisi tumewashinda na tumeingia katika jeshi lao, hata hivyo msipaache mahala penu, na mkiona ya kwamba sisi tunauawa msitusaidie wala msitulinde, na muendelee kuwarushia mishale, kwani farasi kwa sababu ya mishale hawezi kusogea mbele. Bila shaka sisi tutaendelea kuwashinda maadamu nyinyi mtabaki juu ya mahala penu,
na kisha akasema e allah mimi nakufanya kuwa shahidi juu yao. Mwandishi mmoja ameandika ya kwamba katika muda huo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema ya kwamba mkiona ya kuwa sisi tunakusanya mali ya ghanima msishiriki pamoja nasi na katika kila hali muendelee kutulinda. Mwandishi mmoja wa sera akiwataja warusha mishale 50 anaandika ya kwamba mtu ambaye amepata nafasi ya kuona medani ya vita na kujua kuhusu mlima wa jable rama ambao upo pembeni mwa bonde la Kana, yeye atapata kujua kuhusu uzoefu azimu wa kivita wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambao katika kupanga mikakati ya vita na kutumia ujuzi wa hali ya juu katika kupanga safu za wanajeshi na maandalizi yake. Katika uzoefu huo mtume saa salam hakuwa na mfano wake. Mwandishi moja akieleza busara na hekima ya kivita ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameandika hivi ya kwamba mkakati huu wa kivita ulikuwa mzuri na madhubuti ambao unaangazia juu ya uongozi wa kivita wa mtume sallallahu alaihi wasallam, yaani unaangazia kipaji chake kisicho kawaida, na inathibitika ya kwamba kamanda yeyote hata kama awe na ujuzi kiasi gani hawezi kupanga mkakati wa kivita mzuri zaidi kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani mtume sallallahu alaihi wasallam japo alikuwa ameshuka katika medani ya maadui katika Uhud, lakini yeye kwa ajili ya jeshi lake kutokana na mkakati wa kivita alikuwa amechagua sehemu ambayo katika medani ya vita ilikuwa sehemu nzuri kuliko sehemu zote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiweka milima mirefu nyuma yake, alikuwa ametunza mgongo wake na mkono wake wa kulia na upande wa kushoto sehemu ile moja tu, yaani sehemu ambapo maadui wangeweza kuitumia na kuwashambulia waislamu kutoka nyuma. Mtume saa salam alikuwa ameifunga kwa kutumia warusha mishale, na kwa ajili ya kupiga kambi akachagua mahala palipoinuka kidogo ili Mungu apishe mbali waislamu kama wanashindwa. Basi badala ya kukimbia au kukamatwa na maadui, jeshi la Kiislam liweze kufika katika sehemu iliyo salama, na kama adui wakipambana nao wasogee mbele au wanasogea mbele ili kuteka markazi ya Kiislam, hapo walazimike kupata hasara kubwa. Na kinyume chake mtume sasa alikuwa amewalazimisha maadui kusalia katika sehemu iliyo chini, ila hali Makuraish walikuwa na wazo hili ya kwamba jeshi la Kiislam likitoka kutoka Madina litashuka mbele yao katika medani, lakini mtume sasa akalizungusha jeshi la Kiislam katika mduara na akiwacha adui katika magharibi, akachagua sehemu madhubuti iliyo nyuma yao, sehemu ambapo ilikuwepo jeshi la Kiislam. Sehemu hiyo ilikuwa na hali nzuri sana kwa sababu ya mlima wa Uhud na milima ya Ainain. Mgongo wao na mkono wao wa kulia ulikuwa umeimarika, na upande wa kushoto juu ya Jabal Rama warusha mishale walikuwa wamesimama imara ili kulinda mlima, na sehemu ya kusini mashariki ambayo ilikuwa mbele ya Jabal Rama, huko ilikuwa kona ya bonde la Kana ambapo adui hawakuwa na uwezo wa kuwashambulia Waislamu. Kuhusu hiyo katika Sirat Khatam an-Nabiyyin Hazrat Bashir Ahmad Sahib ameandika hivi ya kwamba anasema mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutegemea msaada wa Allah akasonga mbele na akapiga kambi katika medani ya Uhud kwa kutumia njia fulani ambapo mlima wa Uhud ukaja nyuma ya Waislamu na Madina ikawa mbele yao. Hivyo mtume akatunza sehemu ya nyuma ya jeshi. Katika mlima wa nyuma kulikuwa na sehemu ambapo maadui wangeweza kuwashambulia Waislamu. Mtume akafanya mpango wa uhifadhi wake ya kwamba chini ya uongozi wa Abdullah bin Jubair akawapanga maswahaba 50 wenye ujuzi wa kurusha mishale, na akawaambia ya kwamba hata kama itokee nini wao wasipaache mahala pale na waendelee kuwarushia maadui mishale. Mtume alikuwa makini sana kuhusu uhifadhi wa mlima huo, mpaka akamwambia Abdullah bin Jubair kwamba angalia sehemu hii isiachwe
katika hali yoyote. Hata kama mkiona kwamba sisi tumepata ushindi na adui wameshindwa na wamekimbia, hata hivyo msipaache mahala hapa. Na mkiona ya kwamba waislamu wameshindwa na maadui wameshinda, katika hali hiyo pia nini msipaache. Na katika riwaya moja maneno yanapatikana ya kwamba mkiona ya kuwa ndege wanakula maiti zetu, hata hivyo msipaache mahala hapa hadi nini mupate amri ya kuondoka kutoka hapa. hat musleh maud raziallahu taala anhu kuhusiana na hilo anasema mtume sallallahu alaihi wasallam alifika Uhud. Baada ya kufika huko, mtume kwa ajili ya kuhifadhi sehemu moja ya mlima akateua watu 50 na akawasisitiza na akamsisitiza afisa wake kwamba sehemu hiyo ina umuhimu mkubwa kiasi kwamba hata kama sisi tu uwawe au tushinde vita nini msiache sehemu hiyo. Kisha yeye akiwa na watu 650 waliobaki akatoka ili kupambana na adui, idadi ambayo sasa ilikuwa ni kama sehemu ya 5 ikilinganishwa na idadi ya maadui. Baada ya kuwapanga kikosi cha warusha mishale juu ya mlima, mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam akarizika na akaanza kutayarisha safu na akaanza kuwafahamisha maafisa kuhusu wajibu wao. Kizwahiri hali ya waislamu ilikuwa dhaifu sana zidi ya makafiri. Kwa mujibu wa idadi walikuwa wadhaifu, kwa mujibu wa silaha walikuwa wadhaifu, kutokana na ubora wa silaha walikuwa wadhaifu. Ilikuwa tofauti kubwa kati ya makundi mawili. Kwa mujibu wa idadi, muislamu mmoja alikuwa sawa na washirikina 4. Hivyo jeshi la washirikina lilikuwa na silaha za aina zote na jeshi la washirikina lilikuwa na wapanda farasi. Na zaidi yake ni kwamba vijana wengi wa jeshi la Kiislam hawakuwa na diraya, na kati yao walikwepo watu 100 tu wenye diraya, ilhali katika jeshi la makafiri wa Makka walikwepo watu 700 wenye diraya, na idadi hiyo ilikuwa sawa na jeshi zima la Madina. Jeshi la washirikina walikuwa wamepanga safu 10 za jeshi lake, ilhali jeshi la Kiislam lilikuwa na safu 2 tu, na warusha mishale 50 walikuwa wamewekwa juu ya mlima. Lakini sehemu hiyo iliyo madhubuti na imara yenye umuhimu ilikuwa kwa Waislamu. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamteua hatu Zubair bin Awam juu ya maimena ya jeshi, na juu ya Maisara akamteua Munzir bin Umar Ghanawi, na akasema kwamba ni nani aliyebeba bendera ya washirikina. Akajibiwa kwamba Talha bin Abi Talha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sisi tunastahiki zaidi kutimiza ahadi. Hapo akachukua bendera kutoka kwa Hat Ali na akampatia Musa bin Umair. Yeye alitokana na kabila hilo hilo, yani Banu Abduddar bin Qusay, kabila ambalo mtu wa Quraysh mwenye kubeba bendera alitokana nalo. Hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam pia akampatia bendera yake mtu ambaye alitokana na kabila hilo hilo. Na mwandishi anaandika ya kwamba kabla ya ujio wa Islam, wajibu wa kubeba bendera ulikuwa kwa familia hiyo hiyo, yani Bani Abduddar walikuwa na wajibu wa kubeba bendera, na maana ya kutimiza ahadi ni kutimiza ahadi ya unyofu kwa kaumu. Na siku ile kauli mbiu ya Waislamu ilikuwa ni amit amit. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam kwa unyenyekevu mkubwa alikuwa anafanya dua na maombi mbele ya Allah. Katika safu za jeshi la Kiislam wa Ansari walikwepo upande wa kulia na kushoto, na katikati, katika sehemu ya katikati ambapo maadui wanatumia nguvu zao ili kuwashambulia, hapo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo pamoja na wahajiri. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesimama katika safu ya pili katikati, yani nyuma ya safu ya kwanza, na alikuwa amewaamuru maswahaba zake kwamba wao
anze kuwashambulia mpaka wapate amri kutoka kwake. Katika sahih muslim riwaya moja inapatikana inasema kwamba hat anas anasimulia ya kuwa siku ya uhud mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya dua hii kwamba allahumma innaka intasha la tubad fil ars, ya kwamba ewe allah ukipenda wewe basi katika ardhi hii ibada yako haitafanywa, yani usipotusaidia basi hii ndiyo hali itakayotokea. Na katika riwaya zingine inapatikana kwamba mtume saa salam siku ya badr alikuwa amefanya dua hiyo. Katika shara ya muslim imeandikwa kwamba yawezekana kuwa mtume saa salam atakuwa amefanya dua katika sehemu zote mbili, wallahu alam. Saad bin abi waqas anasimulia ya kwamba abdullah bin jahsh akasema, wewe uje pamoja nami, sisi tukiwa pamoja tutafanya dua kwa allah. Wao watajitenga katika sehemu moja. Hapo saad akafanya dua akisema, ewe mola wangu, kesho mimi nikipigana na maadui basi nikabiliane na mtu mwenye nguvu sana, na mimi nipigane naye kwa ajili ya kutafuta ridhaa yako, na yeye apigane nami, kisha unijaalie ushindi juu yake, na mimi nimue na nichukue mali yake yote ya ngawira. Kisha abdullah bin jahash akasimama na akafanya dua kwamba ewe allah, kesho nipigane na mtu ambaye awe shujaa sana, awe mwenye nguvu sana, na mimi nipigane naye kwa ajili ya ridhaa yako, kisha yeye apigane nami, kisha yeye anikamate na akate pua na masikio yangu, na kesho yake nikikutana nawe uniulize kwamba ewe mja wangu, kivipi pua yako na masikio yako yamekatwa? Hapo niseme kwamba ewe allah, katika kutafuta ridhaa yako na ridhaa ya mtume wako hali hiyo imejitokeza kwangu. Kisha mungu huyo aseme kwamba ndio umesema kweli. Saad bin abi waqas akasema kwamba ewe mwanangu, dua ya abdullah bin jahash ilikuwa nzuri zaidi kuliko dua yangu. Mimi siku ile ile wakati wa jioni nikamwona abdullah pua na masikio yake yalikuwa yamekatwa na maadui. Watu hawa dua ambazo walikuwa wamezifanya zikakubaliwa. Mmoja akapata ushindi juu ya maadui na mwingine pia akapigana vita kwa nguvu na mwishowe akauawa shahidi. Hiki ni kisa cha maombi ya watu hawa. Kisha imeandikwa kwamba abdullah bin amr bin haram akasimulia kwamba mimi siku moja kabla ya uhud nikamwona mubashir bin abdul munzir katika ndoto. Huyo alikuwa ameuawa katika vita vya badr. Ye alikuwa ananiambia kwamba katika siku chache zijazo unakuja kwangu. Mimi nikamuuliza uko wapi? Akasema nipo peponi, na katika pepo tunatembea hapa na pale tunapotaka kwenda. Mimi nikamuuliza kwamba je, ulikuwa huku uwawa katika siku ya badr? Akasema ndio, lakini kisha nikahuishwa tena. abdullah bin amr bin haram akamsimulia mtume saa salam ndoto hiyo. Hapo mtume akasema kwamba ewe abu jabir, hii ni habari njema ya kifo cha kishahidi. Hivyo riwaya inasema kwamba jabir alieleza ya kuwa baba yake aliuawa shahidi siku ya uhud. Katika maelezo yake mengine imeandikwa ya kwamba washirikina walipanga safu katika eneo la sabha na wakajiandaa vizuri kwa ajili ya vita. Wao walikuwa 3,000 na walikuwa na farasi 200 waliokuwa mbele. Wao wakamteua Khalid bin Walid juu ya Maimuna, na Ikrima bin Abu Jahl wakamteua upande wa Maisra, na wanajeshi watembeao kwa miguu wakamteua Safwan bin Umayya, na baadhi wamesema kwamba akateuliwa Amr bin As, na juu ya warusha mishale akateuliwa Abdullah bin Abi Rabia, na watu hao wote walikuwa wamesilimu baadaye. Wao wakampatia Talha bin Abi Talha bendera ambaye alitokana na Abduddar, na huyu alitokana na Abduddar. Na Abu Sufyan akiwachochea watu wa Banu Abduddar akasema kwamba Banu Abduddar, siku ya Badr pia nini mlikuwa mmebeba bendera yetu,
na hali tulioipata nini mkaiona. Hivyo hukumu ya vita ya watu inatokana na watu wenye bendera, yani wenye kushika bendera wakiwa madhubuti, basi watu pia wanapigana vizuri, na wao wakikimbia watu pia wanakimbia kwa hofu. Hivyo nini muchague moja, mushike bendera kwa nguvu, la sivyo mutu ache na sisi tutatosha kwa ajili ya maadui. Yani akajaribu kuwapa ghera, na wao wakasema kwamba je, tukukabizi bendera yetu? Hivi karibuni mtapata kujua tutakapopigana na maadui kwamba tunafanya nini. Na katika safu ya mwisho walikuwepo kina mama wa Quraish ambao wakipiga dufu walikuwa wanazungumzia wale waliouawa siku ya Badr, na walikuwa wanawahimiza watu wao na walikuwa wanawachochea ili wapigane vita kwa nguvu. Mirza Bashir Ahmad Saheb akieleza maelezo yake anaandika kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuimarisha sehemu iliyo nyuma yake akapanga safu za jeshi na akawateua maamiri. Hapo akaambiwa kwamba bendera ya Quraish ipo mkononi mwa Talha. Talha alitokana na familia ya Quraish ambayo ilikuwa na haki ya kushika bendera katika vita sawa na nizamu ya Qusay bin Kilab. Mtume alipojua habari hiyo, mtume akasema kwamba sisi tunastahiki zaidi kuonyesha unyofu wa kaumu. Hivyo akachukua bendera ya wahajiri kutoka Hazrat Ali na akamkabizi Musa bin Umair ambaye alitokana na kabila hilo hilo la Talha. Upande wa pili katika jeshi la Quraish safu zilikuwa zimekwisha pangwa. Abu Sufyan alikuwa kiongozi mkuu wa jeshi, na juu ya Maimuna alikuwepo Khalid bin Walid kama kamanda, na juu ya Maisra alikuwepo Ikrima bin Abu Jahl, na warusha mishale walikuwa chini ya uongozi wa Abdullah bin Rabia, na kina mama wakipiga dufu na kuimba shairi walikuwa wanawahimiza kina baba zao. Na majeshi yote mawili yalipokuwa yanapanga safu zao, Abu Sufyan akawaita maanswari na akasema kwamba ni makundi ya Aus na Khazraj, nini muji toe kati yetu na kati ya familia yetu, sisi hatuna shida nani. Hapo ansar wakamkaribia Abu Sufyan na wakamlaani vikali. Vita sasa ilikuwa imeanza, na kwa ajili ya vita kwanza kabisa Abu Amir Fasik alianza. Huyu katika zama za ujahilia alikuwa anaitwa kwa jina la rahib. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameimpa jina la Fasik. Mtu huyo akikimbia kutoka Madina alikuwa amekwenda Makka, na alikuwa anawaambia Quraish kwamba mimi nitakapoenda kukutana na kaumu yangu nzima itakuwa pamoja nami. Mtu huyo alikuwa na wazo hilo kwamba nitakapoenda na nitataja jina langu mbele yao, Ansar watawaacha Waislamu na watakuja kuungana nami. Mtu huyo akajitokeza pamoja na watu 50, na inasemwa kwamba watu 15 walikuwa wamekwenda pamoja naye kutoka Makka, na watu wengine alikuwa amewakusanya kutoka makabila mbalimbali na walikuwa watumwa wa Makka. Ye akatoa sauti kwamba ni kundi la Aus, mimi ni Abu Amir. Ansar wakasema ewe Fasiki, Allah asipoze jicho lako. Yeye aliposikia jibu la Ansar akasema kwamba kaumu yangu imepata shari baada yangu. Kisha akapigana nao kwa nguvu kali na akaanza kuwarushia mishale. Mwana wa Abu Amir Hanzla alikuwepo katika vita hii kwa niaba ya Waislamu. Huyu alikuwa amesilimu, naye akamwomba Mtume ruksa ili aamue baba yake, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkataza kufanya hivyo. Hizi ni hali za kivita, lakini hata hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba hapana, we usimue na mtu mwingine ataamua. Hivyo baada ya Abu Amir
kutoka washirikina mtu mmoja ambaye alikuwa amepanda ngamia akajitokeza na kuja katika medani na akaomba mshindani wake. Watu wakaelekea kwake hadi ye akasema mara 3 kwa sauti ya juu. Hapo Zubair akajitokeza na kuelekea kwake na akaruka kwa nguvu na akafika karibu yake na akakamata shingo yake na wakaanza kupambana juu ya ngamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba yeyote ambaye atagusa ardhi kabla ya mwingine yeye atauawa. Katika muda huo huo mshirikina akaanguka kutoka juu na Zubair akaja juu yake na yeye akaamua mshirikina huyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsifu Zubair na akasema kwamba kila nabii anakuwa na hawari na hawari yangu ni Zubair, na akasema kwamba kama Zubair asipojitokeza kwa ajili ya kupambana na mshirikina huyo basi mimi mwenyewe ningejitokeza. Watu walipoanza kupigana vita na wakawa karibu, hapo Hind bin Utba akasimama pamoja na kina mama na kina mama hawa wakaanza kupiga dufu. Hapo Hind akasema katika shairi kwamba angalieni eni banu abduddar, angalieni wenye kuhifadhi mababu zenu, mujitokeze mbele na muoneshe vipaji vyenu vya kivita. Sisi ni mabinti wa watu wenye heshima, sisi tunatembea juu ya mazulia safi na sisi tumevaa lulu kwenye mashingo yetu. Mkisogeza mbele sisi tutawakumbatieni na mkikimbia basi sisi tutakasirika juu yenu. Yani akajaribu kuwachochea. Mtume aliposikia shairi hii akasema allahumma bika ajulu wa bika asulu wa fika uqatilu hasbi allah wa ni'mal wakil. Ewe allah, mimi nazunguka pamoja nawe na kwa jina lako nawashambulia na kwa ajili ya kutafuta ridhaa yako napigana nao. Allah anatosha kwangu na huyu ni msaidizi mbora kuliko wote. Wao walikuwa na njia ya kidunia na mtume akasema njia yetu ya kupata ushindi ni zati ya Mwenyezi Mungu tu. Hapo majeshi mawili yakaanza kupigana vita. Siku ile watu wakapigana kwa nguvu na vita ikapamba moto. Abu Dujana Ansari, Talha bin Ubaidullah, Hamza bin Abdul Muttalib, Ali bin Abu Talib, Anas bin Nazar na Saad bin Rabii na kadhalik wakaonesha ushujaa katika vita. Mwenyezi Mungu akashusha msaada juu ya Waislamu na akatimiza ahadi yake na Waislamu wakawaua washirikina kwa upanga mpaka wakawakimbiza kutoka jeshi lao au wakakimbiza jeshi lao. Wapanda farasi washirikina wakawashambulia Waislamu mara 3 na kila mara Waislamu wakawasogeza nyuma kwa mishale. Siku ile hat Umar akamwambia ndugu yake Zaid kwamba ewe ndugu yangu uvae diraya yangu. Zaid akasema kwamba mimi pia natamani kuuawa kishahidi kama wewe unavyo tamani. Ndugu hawa hawakuvaa diraya na wakapigana vita bila kuvaa diraya katika shauku ya kupata shahada. Siku ile vita ilipopamba moto, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaketi chini ya bendera ya Ansar na akamtumia Ali ujumbe kwamba asoge mbele pamoja na bendera. Hapo Ali akasogea mbele na akasema mimi ni Abul Qasim. Hapo mtu mmoja akajitokeza kutoka safu za washirikina. Huyu alikuwa Talha bin Abu Talha na mkononi mwake ilikuwa bendera ya washirikina, kwani heshima hii ya kubeba bendera katika vita ilikuwa imenasibishwa na familia ya Banu Abduddar. Talha bin Abu Talha akaomba mshindani wake, nani atakuja kupigana nami? Ye akawaita Waislamu mara kadhaa lakini hakuna mtu alijitokeza kwake. Kisha Talha akasema kwa sauti ya juu, eni watu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nini mnafikiri ya kwamba watu wenu wanaouawa wanaingia peponi na watu wetu wanaingia katika jahannam? Riwaya moja inasema kwamba ye akasema, eni watu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nini mnafikiri ya kwamba Mwenyezi Mungu haraka haraka kwa kupitia upanga wenu
anatufikisha katika jahannam na kwa kupitia upanga wetu anawaingizeni katika janna. Hivyo ni nani ambaye kwa kupitia upanga wake anifikishe katika jahannam au kwa kupitia upanga wangu afike katika janna? Akajaribu kuwachochea na akasema kwamba naapa kwa Lat na Uzza kwamba nini ni waongo. Kama nini mungekuwa na yakini juu ya itikadi yenu hii, basi kwa yakini mmoja wenu angejitokeza ili kupambana nami. Kwa kusikia hayo, hata Ali akajitokeza ili kupambana naye. Wote wakaanza kupigana vita na hata Ali akaamua. Riwaya moja inasema kwamba watu hawa wakaanza kupigana vita katikati ya majeshi mawili. Ghafla hat Ali akamshambulia na akakata mguu wake na akamwangusha chini. Hivyo sehemu zake za siri zikazwihiri. Wakati ule Talha akasema, ewe ndugu yangu, mimi na kuomba unihurumie kwa ajili ya Allah. Kwa kusikia hayo, hat Ali akarejea kutoka pale na hakumshambulia zaidi. Hapo baadhi ya masahaba wakasema kwa Ali kwamba kwa nini hukumua? Hata Ali akasema kwamba sitiri yake ilikuwa imefunguka, hivyo hapo nikahisi rehma juu yake na nilikuwa nimejua kwamba Mungu amemwangamiza. Riwaya moja inaeleza hivi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia hata Ali kwamba kwa nini ulimwacha huyo? Hata Ali akasema kwamba yeye alikuwa ameomba rehma kwa jina la Allah. Mtume akasema umue. Hapo hata Ali akamua. Kuuawa kwa mshika bendera wa washirikina kulikuwa ni tasdik ya ndoto hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nimepanda juu ya kondoo. Mtume akafurahi na akasema Allahu akbar kwa sauti ya juu, na Waislam pia wakasema Allahu akbar, na washirikina hadi safu zao zikasambaratika. Maswahaba watukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaanza kupigana vita wakiwa katika makundi tofauti mpaka wakawasogeza nyuma. Baada ya mauaji ya Talha, ndugu yake Abu Shaba Osman bin Abu Talha akabeba bendera yao. Hat Hamza akamshambulia na akakata mkono wake hadi bega lake na upanga wake ukachana mwili wake. Hat Hamza baada ya kumua akarejea akisema kwamba mimi ni mwana wa Abdul Muttalib. Kisha bendera ya washirikina ndugu ya Usman na Talha akabeba, ambaye jina lake lilikuwa Abu Said bin Abu Talha. Hapo Saad bin Abi Waqas akarusha mshale ambao ukapiga kifua chake na hivi akamua. Kisha Talha bin Abu Talha ambaye Ali alikuwa amemua mwana wake Musafe akabeba bendera. Asim bin Sabit akarusha mshale naye pia akauawa. Kisha ndugu yake Musafe Hars bin Talha akabeba bendera. Kisha Asim akarusha mshale na akamua. Vijana wawili wa Talha, Musafe na Hars, mama yake pia alikuwa mshirikina na alikuwa pamoja na jeshi lake. Jina lake lilikuwa Salafa. Mtu ambaye Asim alikuwa anampiga mshale, kijana huyo alikuwa anakwenda kwa mama yake. Salafa alikuwa anasema, nani amekujeruhi? Mwana alikuwa anasema kwamba mimi nimesikia sauti ya mtu huyo. Ye alikuwa amesema kwamba mimi ni mwana wa Abu Afla. Hivi mama huyo akaomba naziri kwamba kama nikipata kichwa cha Asim bin Sabit basi nitakunywa pombe katika kichwa chake. Na ye akatangaza kwamba mtu ambaye ataleta kwangu kichwa cha Asim bin Sabit mimi nitampatia zawadi ngamia 100. Asim hakuuawa shahidi katika vita hii ya Uhud, ye akauawa katika Saria Raji. Baada ya mauaji ya ndugu hao wawili, ndugu yao watatu Kilab bin Talha akashika bendera ambaye Zubair akamua. Sawa na kauli moja, Qazman alikuwa amemua. Kisha ndugu yake Jalas bin Talha akashika bendera na Talha bin Ubaidullah akamua. Hivyo ndugu hao wote Musafe, Hars, Kilab na Jalas, kama alivyouawa baba yao Talha, hawa pia wakauawa, na baba mdogo Usman na Abu Said pia wakauawa katika vita hii ya Uhud. Kisha bendera ya Quraish akabeba akashika Arta bin Shurjil. Hat Ali akamua. Kauli moja inasema Hamza akamua. Kisha
shuraya bin qariz akabeba bendera yao naye pia akauawa, lakini jina la mtu aliyemua halikujulikana. kisha abu zaid bin amr akabeba bendera na kazman akamua. mwana wa shirabil bin hashim akabeba bendera na kazman akamua. kisha mtumwa wao sawab akabeba bendera hiyo. huyu alikuwa mtu mhabeshi. mtu huyu akaendelea kupigana hadi mkono wake mmoja ukakatika. huyu akaketi kwa haraka na akaendelea kubeba bendera kwa kutumia kifua chake na shingo yake mpaka kazman akamua. kauli moja inasema kwamba hatsabi abi waqas akamua na sawa na kauli nyingine hatali akamua. watu wote wenye kushika bendera walipouawa, hapo washirikina wakashindwa na wakakimbia, na kina mama zao walikuwa wanafanya dua mbaya zidi yao, kama mtume alivyokuwa ameona katika ndoto kwamba mwenye kushika bendera atauawa. wote wakauawa na waislamu walikuwa wanawasaka mpaka wakawasogeza mbali. kina mama waliokuja pamoja na jeshi la Quraysh wakakimbia. wao wakapata yakini kwamba Quraysh wameshindwa. waislamu wakaingia katika jeshi la washirikina na wakaanza kukusanya mali ya ghanima. Hazrat Bashir Ahmad Saheb anaandika ya kwamba kwanza kabisa katika jeshi la Quraysh Abu Amir na wenzake wakasogea mbele. huyu alitokana na kabila Aus na alikuwa mkazi wa Madina na alikuwa mashuhuri kwa jina la Rahib. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja Madina, baada ya muda mtu huyo akajawa na ubaguzi na husda, na pamoja na watu wake wachache akahamia Makka na akaendelea kuwachochea watu wa Makka zidi ya mtume na Waislamu. hivyo sasa katika vita vya Uhud mtu huyo akaaja kushiriki katika vita zidi ya Waislamu, na hili ni jambo la ajabu kwamba mwana wa Abu Amir Hanzala alikuwa Muislamu mwenye ikhilasi, na katika vita hii alikuwepo katika jeshi la Kiislam na akipigana vita kwa ushujaa akauawa shahidi. Abu Amir alitokana na kabila Aus wenye athari, hivyo alikuwa na matumaini imara kwamba kwa kuwa mimi baada ya muda mrefu nitakapoenda mbele watu wa Madina katika mapenzi yangu, wao watamwacha Muhammad na watakuja kuungana nami. katika matumaini haya Abu Amir akajitokeza pamoja na watu wake na akasema kwa sauti ya juu kwamba ni watu wa kabila Aus, mimi ni Abu Amir. Ansar wakasema kwa sauti moja, ondoka ewe fasiki, jicho lako lisipoe, na pia wakamrushia mawe mpaka Abu Amir na watu wake wakakimbia nyuma. kwa kuona manzari haya mwenye kushika bendera wa Quraysh Talha akajitokeza kwa jaziba na akaomba mshindani wake kwa kibri. Hat Ali akasogea mbele na akaamua Talha katika sekunde chache. kisha ndugu yake Talha Osman akaja mbele na Hamza akajitokeza ili kupambana naye na akaamua. Makafiri walipoona manzari haya basi wakashikwa na hasira kali na wakawashambulia Waislamu. Waislamu pia wakapiga takbira na wakajitokeza mbele na majeshi yote mawili yakaanza kupigana vita. Ilmuradi baada ya kuuawa kwa mshika bendera wa Quraysh, majeshi yote mawili yakaanza kupigana vita na vita ikaendelea kutokea kwa muda. kisha polepole mbele ya jeshi la Kiislam miguu ya jeshi la Quraysh ikaanza kutawanika. hivyo mwanahistoria mashuhuri mzungu Sir William Muir anaandika kwamba mbele ya mashambulio hatari ya Waislamu miguu ya jeshi la Makka ikaanza kutawanika. makundi ya Quraysh yakajaribu mara kadhaa kwamba yawashambulie majeshi ya Kiislam kutoka nyuma upande wa kushoto, lakini kila mara wakalazimika kurudi nyuma kwa sababu ya watu 50 ambao mtume alikuwa amewaweka huko. na katika vita hii ushujaa na ujasiri ukaonyeshwa na Waislamu, ushujaa ambao Waislamu walikuwa wameonyesha katika vita vya Badr. majeshi ya Makka yalikuwa yanakimbia na kusambaratika pale ambapo Abu Dajjana alipokuwa anawashambulia akiwa na leso lake nyekundu na kwa upanga ambao Muhammad sallallahu alikuwa amempatia. alikuwa anawaua makafiri
hamza alikuwa anaonyesha ushujaa wake, ali pia alikuwa anaonyesha ushujaa wake na ujasiri wake, na zubair pia pamoja na kilemba chake chenye rangi ya njano alikuwa anaonyesha ushujaa na ujasiri, na watu hawa walikuwa ujumbe wa mauti kwa ajili ya maadui. Amezungumzia Ilid. Huyu ni mtu maarufu katika visa vya Kiyunani ambaye alikuwa mpiganaji mashuhuri. Ye anasema kwamba hizi ni manzari ambazo zikaleta ushindi wa Kiislam. Ilmuradi vita ikatokea na vita ikawa kali sana, na kwa muda mrefu haikujulikana kwamba nani ameshinda. Kisha kwa fadhili ya Allah miguu ya Quraysh ikaanza kutawanika na athari ya kukimbia kwao au alama zake zikaanza kudhihiri. Watu wenye kushika bendera wa Quraysh mmoja baada ya mwingine wakauawa, na takriban watu 9 wakashika bendera ya Quraysh na kila mmoja wao akauawa na mikono ya Waislamu. Kisha mtu mmoja Sawab akashika bendera, lakini Muislamu mmoja akamvamia na akaamua, na hapo bendera ya Quraysh ikaanguka chini. Lakini Sawab pia akaonyesha ujasiri wake, ye pia akaanguka chini pamoja na bendera na akashika bendera kwa kifua chake na akajaribu kuinua tena. Lakini Muislamu ambaye alikuwa anajua thamani ya kuinuka kwa bendera akamvamia kwa upanga na akaamua. Kisha hakuna mtu aliyesubutu katika Quraish ili aweze kubeba bendera. Upande mmoja Waislamu wakipata amri ya Mtume sasa wakipiga takbira wakawashambulia maadui kwa nguvu kali na wakichana safu za maadui na wakiwasambaratisha. Wakafika upande wa pili hadi kina mama wa Quraish, na katika jeshi la Makka vurugu kali ikatokea, na katika muda mfupi tu medani ikawa wazi na hali ikajitokeza kwa ajili ya Waislamu kwamba wao wakaanza kukusanya mali ya ghanima. Al-Muslim radhiyallahu anhu pia ameeleza hali hii, anasema kwamba vita ikatokea na kwa msaada na nusura ya Allah katika muda mfupi tu zidi ya Waislamu 650 wanajeshi 3,000 wa Makka wakakimbia. Waislamu wakaanza kuwakamata na kuwasaka. Hapo watu ambao walikuwa wamesimama kwa ajili ya kulinda sehemu ile ya mlima wakamwambia afisa kwamba sasa maadui wameshindwa, hivyo sisi pia tupatiwe nafasi ya kupata sawabu ya jihadi. Afisa akawazuia na akawakumbusha jambo la Mtume, lakini wao wakasema kwamba Mtume alikuwa amesema kama msisitizo, waila hakuwa na maana kwamba maadui hata kama wakimbie sisi tuendelee kusimama hapa hapa. Na kwa kusema hayo wao wakaacha sehemu ile na wakaingia katika medani ya vita. Na kisha kwa sababu ya uasi matokeo yaliyotokea nitaeleza katika siku za usoni. Kuhusu upanga wa Abu Dajana kama alivyoeleza William Mayor katika maelezo yake imeandikwa kwamba kwa kushika upanga wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sahaba aliyetimiza haki yake alikuwa nani? Hat Anas anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Uhud akashika upanga na akasema kwamba man yakhudhu minni hadha, nani atachukua upanga huu kutoka kwangu? Wote wakanyosha mikono yao na kila mmoja wao akasema mimi. Kisha Mtume akasema kwamba wa man yakhudhuhu bihaqqihi, kwamba nani ataubeba upanga huu pamoja na haki yake. Hata Anas anasema hapo watu wakasimama. Hapo Simak bin Kharsha Abu Dajana akasema mimi nauchukua upanga huu pamoja na haki yake. Hata Anas anasema kwamba ye akashika upanga na akawaua washirikina. Hii ni riwaya ya Sahih Muslim kwamba ye akatimiza haki yake. Ibn Utba ameandika kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoonyesha upanga, Hat Umar akaomba upanga ule, Mtume hakumjibu. Yani Hat Umar akajaribu kuomba upanga ule, kisha Zubair akaomba, lakini Mtume hakumpatia. Wote wawili wakahisi masikitiko katika mioyo yao. Riwaya moja inasema kwamba Zubair akaomba upanga mara 3, lakini Mtume hakumpatia. Hat Ali akasimama na akasema
mtume akasema kwamba ukae na hakumpatia. Riwaya moja inasema kwamba katika nafasi hii masahaba ambao walionyesha shauku yao kwamba upanga huu wao wapatiwe, Abubakar pia alikuwa mmoja wao. Riwaya moja inasema kwamba Abu Dujana akamuuliza mtume haki yake ni nini. Mtume akasema kwamba nani atatumia upanga huu kwa haki yake. Abu Dujana akasema haki yake ni nini. Mtume akasema kwamba kwa upanga huu usimue muislamu yoyote, na pamoja na upanga huu usimkimbie kafiri yeyote, yani usimame imara katika vita. Abu Dujana akasema kwamba mimi nauchukua kwa haki yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia Abu Dujana upanga ule. Hapo yeye kwa upanga huo akapasua vichwa vya washirikina, na katika nafasi hii akaomba shairi kwamba analazi ahadani khalili wa nahnu bisafin ladan nakhili allah akuma dahra fil quyul azrib bisafillahi wa rasul. mimi ni yule ambaye rafiki yangu amechukua ahadi ilhali tulikuwa karibu na mitende katika eneo la Safa, na ahadi ndio hii kwamba nisisimame katika safu ya nyuma ya jeshi, na kwa upanga wa Allah na mtume wake nipigane na maadui. Kwa vyovyote vile hata Abu Dujana pamoja na upanga huu akaanza kutembea katikati ya safu za jeshi kwa ufahari. Hapo mtume akasema kwamba inna hazihi mashiyatun yubghizuha Allahu azza wa jal illa fi hadha almuqam, yani matembezi haya ni matembezi ambayo Allah hayapendi isipokuwa katika sehemu hii, yani katika hali ya vita kama anavyotembea. Akitaja hat Abu Dujana katika Khatama Nabiyin, Hazrat Bashir Sahib ameandika kwamba katika ushindani makafiri wa Quraysh waliposhindwa, makafiri wakaona manzari haya, hapo wakashikwa na hasira kali na wakawashambulia Waislamu. Waislamu pia kwa kupiga takbira wakajisogeza mbele na makundi yote mawili yakaanza kupigana vita. Katika muda huo huo Mtume sallallahu alaihi wasallam akashika upanga wake mkononi na akasema kwamba ni nani ambaye atimize haki yake. Maswahaba wakaonyesha shauku yao. Hat Umar na Zubair pia na hat Abubakar na hat Ali pia walikuwepo katika maswahaba hawa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwapatia na akaendelea kusema kwamba yupo ambaye atimize haki yake. Hapo Abu Dujana Ansari akanyosha mkono wake na akasema, ya Rasulullah, nipatie upanga huu. Mtume akampatia upanga ule, na Abu Dujana akishika upanga ule mkononi na akitembea kwa njia fulani ya ufahari akaelekea upande wa makafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba zake kwamba Mwenyezi Mungu hapendi matembezi haya, lakini si katika wakati huu. Zubair ambaye alikuwa na shauku zaidi ya kuchukua upanga wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya ujamaa wake alikuwa anaona kwamba ni haki yake, akaanza kuhisi wasiwasi moyoni mwake kwamba kuna sababu gani kwamba Mtume hakunipatia upanga wake na akampatia Abu Dujana. Hivyo kwa ajili ya kuondoa wasiwasi hizi akafanya ahadi moyoni kwamba mimi nitabaki pamoja na Abu Dujana katika medani hii na nitaona kwamba anafanya nini na upanga huu. Hivyo yeye anasema kwamba Abu Dujana akafunga kitambaa chekundu juu ya kichwa chake na akiniosha upanga huu na kuimba nyimbo za kumsifu Allah akaingia katika safu za washirikina. Na mimi nikamwona kwamba popote alipokuwa anakwenda alikuwa anasambaza mauti, na sikumwona mtu ambaye akaja mbele yake na kisha akasalimika. Abu Dujana akaendelea kupigana na maadui hadi akafika upande wa pili wa jeshi ambapo kina mama wa Quraysh walikuwa wamesimama. Hind mke wa Abu Sufyan ambaye alikuwa anawahimiza watu wake kwa jaziba akaja mbele yake. Abu Dujana akataka kumshambulia kwa upanga wake. Hapo Hind akapiga kelele na akawaita watu wake ili kumsaidia, lakini hakuna mtu aliyekuja kumsaidia. Hapo nikamwona kwamba Abu Dujana akamwacha na akarejea kutoka kule. Zubair anasema kwamba mimi nikamuuliza Abu Dujana kwamba hiyo ni habari gani, kwanza ukataka kumua kisha hukumua? Yeye akasema kwamba moyo wangu haukuwa tayari juu ya jambo hili, kwamba upanga wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni utumie juu ya mwanamke mmoja, na mwanamke ambaye hakuwa na mwanamume mwenye kumhifadhi. Hiyo ni usuli ya vita vya Kiislam.
zubair anasema kwamba hapo nikaelewa kwamba kwa kweli haki ambayo ilikuwa ni ya upanga wa mtume saa salam abu dujana akaitimiza vizuri. hat musleh maud raziallahu taala anhu akieleza habari hiyo anasema ya kwamba sahaba moja alipomuuliza abu dujana kwamba kwa nini hukumua mwanamke huyo kama alivyoeleza hat musleh maud, hapo abu dujana akamwambia kwamba moyo wangu haukuvumilia kwamba mimi mtume salallahu alaihi waalihi wasallam moyo wangu haukutaka kwamba upanga ambao mtume amenipatia ni utumie juu ya mama moja mzaifu, yani nimshambulie mama huyo mzaifu. hat musleh maud anaandika kwamba mtume saa salam daima alikuwa akiwapatia maswahaba zake mafundisho ya kuwaheshimu kina mama, na kwa sababu yake kina mama makafiri walikuwa wanajaribu kuwaletea waislamu hasara. kwa nini kisa hicho kikatokea? sababu yake ni kwamba mtume alikuwa anawapa maswahaba zake mafundisho ya kuwaheshimu kina mama, na kina mama walikuwa wamepata ujasiri zaidi kwa sababu yake, na walikuwa wanawapatia waislamu hasara zaidi, lakini waislamu walikuwa wanavumilia mambo yao. hiyo ni usuli ya vita vya kiislam. inshallah mingine siku za usoni muendelee kuwaombea wa palestina. zulma inaendelea kuruka mipaka yake na inaendelea kuzidi. mwenyezi mungu afanye mpango wa kuwakamata wazalimu na awarahisishie wa palestina wanaoendelea kuzulumiwa. azijalie nchi za kiislam akili na uelewa kwamba sauti yao iwe mmoja, na wao kwa ajili ya ndugu zao waislamu wafanye juhudi ya kutimiza haki zao. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.